Wapendwa sana taifa la Mungu, Dominika iliyopita tuliadhimisha sherehe ya Pentekoste ambayo ilihitimisha rasmi kipindi cha Pasaka, kipindi ambacho tulisherekea fumbo la ukombozi wetu kupitia mateso, kifo na kufufuka Bwana wetu Yesu Kristo. Na siku ya leo tunaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, na hivyo kwa kweli tunaalikwa kutazama nyuma ili kustaajabia matendo makuu ya Mungu katika ukombozi wetu, ambapo kwa namna ya pekee tumeshuhudia jinsi fumbo la Utatu Mtakatifu lilivyojifunua kupitia safari ya ukombozi wetu. Pendwa ndugu zangu, fumbo la Utatu Mtakatifu ndio kiini cha maisha na imani ya Wakristo, kwa kuwa ni fumbo la Mungu mwenyewe na ni chanzo cha mafumbo mengine yote ya imani, kwani linaeleza asili ya Mungu mmoja katika nafsi tatu zilizoungana katika umoja na upendo. Pendwa, tunaposoma maandiko matakatifu hatukutane na vielezo vya moja kwa moja vinavyozungumza kuhusu asili ya Mungu mmoja katika Utatu Mtakatifu, lakini tunapata vidokezo muhimu juu ya fumbo hili kuu la imani. Hasa tunaposoma kitabu cha Mwanzo, tunasikia jinsi Mungu ambavyo alizungumza katika nafsi ya wingi kuashiria uwepo wa nafsi tatu katika Mungu mmoja. Sasa tunaporejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ya 26, pale ambapo alisema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Hali kadhalika katika somo la Injili ambayo tumesikia linatoka kwa Injili Yohane, anaeleza uhusiano wa Baba na Mwana katika kutukomboa sisi, na hivyo tunapata dokezo la uwepo au viashiria vya uwepo wa nafsi tatu katika Mungu mmoja. Ndugu zangu, fumbo hili limekuwa bayana zaidi pale nafsi ya pili ilipotoa mwili na kukaa kati yetu, na tunaweza kuona ukweli huu katika Injili ya Yohane ile sura ya kwanza na ya 14 inayosema, hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema kweli. Kumbe ndugu zangu, Kristo kwa kuja kwake ndipo ambapo alifungua fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Pendwa ndugu zangu, hapo matukio mahususi ambayo kwayo tunaweza kuona kweli juu ya fumbo hili kuu la imani. Tukio la kwanza ni lile tukio la ubatizo Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo tunaona Mungu Baba akijifunua kutoa kwa kuamuru wale ambao walikuwa katika lile tukio kwamba wamsikilize mwanawe wa pekee. Lakini vile vile tumeona Mungu Roho Mtakatifu akijifunua katika umbo la njiwa, naye vile vile Mungu Mwana akiwepo pale, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini vile vile tukio lingine ni pale baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kukamilisha safari yake, kazi yake ya kukomboa, alipowatuma mitume. Tunaposoma Injili ya Mathayo sura 28:19, alipowaamuru wanafunzi wake waende ulimwenguni mote na kuwabatiza watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kumbe hapa pia tunaona udhihirisho na ukweli juu ya fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Wapendwa ndugu zangu, kilele cha ukombozi wetu ni pale ambapo tutafanikiwa kuunganika na Mungu. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo aliweka wazi pale aliposema, mtu akinipenda atalishika neno langu, Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao yake. Ya Injili ya Yohane sura ya 14 aya 23. Lakini Yesu anaongeza kusema, ili mtu aweze kumpenda Mungu na kulishika neno lake, anahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana tukiendelea kwenye Injili hiyo ya Yohane sura ya 14 aya 26 tunakutana maneno haya yanayoonyesha nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutusaidia sisi kuweza kuishi katika muunganiko na Mungu, pale ambapo tunaambiwa kwamba yeye atamtuma Roho Mtakatifu ili aweze kutufundisha yale yote ambayo tunapaswa kuyafahamu, ili kadhalika kutukumbusha. Ndugu zangu, tunaporudi nyuma kidogo katika kipindi cha zama za mwanzo na zama za kati za kanisa, tunaona wanateolojia mbalimbali wakiibua mijadala juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu.
Ingawa hakueleza moja kwa moja juu ya asili ya fumbo hili, lakini zaidi walitumia mifano ili kufikia ukweli. Na miongoni mwa baba hawa ni Mtakatifu Agostino. Yeye katika kitabu chake kile cha De Trinitate, yaani kuhusu Utatu Mtakatifu, alipofikiri kwa kina juu ya fumbo hili takatifu, alishia kusema kwamba ukijaribu kufahamu utatu utapoteza akili yako, ukikanusha utatu utapoteza roho yako. Na hii wapendwa, ni kutaka kuonyesha kwamba fumbo la Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani ambalo kwa akili zetu zenye ukomo hatuwezi kuelewa yale yasiyo na ukomo, yaani Mungu yeye ambaye hana ukomo, isipokuwa pale umefunuliwa. Na tunaona pia katika Injili ya Mathayo ile sura 11:27 anaposema, hakuna amjuaye mwana ila Baba, na hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yote ambaye mwana apenda kumfunulia. Na huu ndio ukweli unaoelezwa katika fumbo hili takatifu. Akili zetu na maamuzi yetu ya kibinadamu tunashindwa kulielewa, lakini pale ambapo tunaangaziwa na Mwenyezi Mungu, hapo ndipo ambapo tutaweza kulielewa fumbo hili. Hali kadhalika Mtakatifu Chrysostom, yeye ambaye alijulikana kama mdomo wa dhahabu kwa sababu ya umahiri wake katika kumhubiri Kristo, yeye katika kulitafakari ili fumbo takatifu alihimiza kusema, mpenda Mungu ndio jambo kubwa na la muhimu, kwa kuwa akili isiyo na kikomo, iliyo na kikomo haiwezi kuelewa yale yasiyo na kikomo. Ndugu zangu, leo tunapoadhimisha sherehe hii ya Utatu Mtakatifu, ni muhimu kutambua kuwa asili ya muunganiko wa Utatu Mtakatifu imejikita katika upendo. Nasi pia tunaweza kuunganika na Mungu ikiwa tutampenda kwa kuzishika amri zake, na ni hitaji la msingi kwetu kuunganika na Mungu katika Utatu Mtakatifu, kwani pasipo sisi kuunganika naye hatuwezi kuunganisha wengine na Mungu. Kristo amekuwa kielelezo halisi cha muunganiko huu. Tunaweza kutazama katika maisha ya Yesu. Sasa mara kadhaa kabla ya kuanza utume wake alikuwa kwenda mlimani na akasali. Kumbe hali kadhalika na sisi tunaweza kuunganika na Mungu katika sala, na hapo ndipo ambapo tunaweza pia kuunganisha wengine na Mwenyezi Mungu. Pendwa ndugu zangu, tumesikia katika somo la kwanza jinsi ambavyo Musa ilikuwa ni desturi yake, mara kadhaa alikuwa akienda mlimani ili kuweza kukutana na Mungu. Na tumesikia katika somo hili ambapo alikwenda mlimani na akapewa amri na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Na hivi inaonyesha jinsi ambavyo Musa alitambua umuhimu wa mkutano binafsi na Mungu katika kutekeleza yale ambayo Mungu alimkabidhi. Hivi ningependa basi leo na sisi tuulize, je, tunao muda wa kutosha wa kuwa na Mungu ili atuelekeze ni nini tunapaswa kukisema na kukifanya katika maisha yetu? Ndugu zangu, tusipokuwa na nafasi ya kutosha na Mwenyezi Mungu, tutajikuta tunazungumza pale ambapo tulipaswa kunyamaza, lakini tutanyamaza pale ambapo tulipaswa kuzungumza, kwa sababu Mwenyezi Mungu hayupo ndani ya nafsi zetu. Ikiwa utashindwa kuwa watu wanaotenga muda wa kuwa na Mungu kwa dhati, utashindwa pia kutoa majibu sahihi juu ya matatizo yanayowakabili watu wa Mungu. Ningependa hapa tufahamu jambo moja: si mara zote tunaweza kutatua changamoto za maisha kupitia elimu na maarifa ya darasani au kutumia ufahamu wetu tu. Hapana, kuna wakati jawabu pekee la changamoto tunazokutana nazo katika maisha ni kupiga magoti na kusali. Hapa nataka niwakumbushe juu ya kisa cha baba yetu wa imani Ibrahimu. Yeye alipoambiwa na Mungu amtoe mwanae Isaka kama sadaka, alikuwa jambo rahisi hivi, na zaidi ugumu ulionekana pale ambapo mtoto wake Isaka alimuuliza, baba, yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya sadaka? Lakini Ibrahimu, kwa kuwa alikuwa ni mtu anayemwamini Mungu na alikuwa ameunganika na Mungu, alimtumainia Mungu hata katika mazingira haya ni magumu, ambapo anapasika kumtoa mwanae kama sadaka. Lakini yeye alijibu na kumwambia mwanae, katika mlima wa Bwana itapatikana. Kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Na hivyo tunajifunza kwamba mazingira yetu yasipotupatia majibu, yeye Mungu anatupatia majibu juu ya changamoto ambazo tunakutana nazo katika maisha yetu. Kiunganika na Mungu katika Utatu Mtakatifu, tutasimama imara katika imani katika nyakati zote, kwa sababu tutatazama matukio ya maisha katika muono wa kimungu na si muono wa kibinadamu. Ndugu zangu, aliyekomaa katika imani anapimwa na mambo matatu:
Jambo la kwanza ni kule kuwa na imani katikati ya dhoruba, na hapa tunaweza kujifunza kupitia Musa alipokuwa akiwavusha wana wa Israeli ile bahari ya Shamu. Kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya 10 na kuendelea, tunaona wanapofika kwenye bahari, Musa anasukumwa na wale wana wa Israeli na wanamwambia maneno yenye ukakasi ambayo yalitaka kuipima imani ya Musa, na hivi walithubutu kumwambia kwamba, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa ili tufe hapa jangwani? Musa anashindwa kuelewa walifanya nini katika mazingira kama haya. Lakini tukumbuke historia ya Musa, jinsi ambavyo aliunganika na Mwenyezi Mungu, na hapa ndipo ukuu na uthabiti wa imani yake ulidhihirika katika changamoto hiyo kubwa, kwani ndipo maneno ya matumaini ya wana wa Israeli pale alipowaambia, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Mungu Bwana atakaowafanyia leo. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Wapendwa ndugu zangu, Musa alifanya muujiza mkubwa katika tukio hili. Hivyo basi ndio maana nataka niwakumbushe umuhimu wa kuunganika na Mwenyezi Mungu. Tunapokuwa tumeunganika na Mwenyezi Mungu, tunakuwa na imani thabiti hata katikati ya changamoto na dhoruba ambazo tunakutana nazo. Lakini kipimo cha pili cha ukomavu wa imani yetu ni kule kuwa na upendo katikati ya chuki na usaliti. Tunaona haya kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye alisalitiwa na wanafunzi wake, wale ambao walikaa nao kwa muda mrefu. Tunaona Yuda alimkataa, lakini vile vile Petro alimkana mara 3. Lakini licha ya kwamba Petro alimkana mara 3, lakini Kristo bado anampa nafasi ya kumuonesha upendo, na hii inadhihirisha kwamba jinsi ambavyo yeye ameunganika ndani ya Baba ndivyo ambavyo anaweza hata kupenda katika mazingira ambayo katika hali ya kawaida tunaweza tukashindwa. Lakini kipimo cha 3 cha ukomavu katika imani ni kule kuwa na matumaini katikati ya magumu. Tunaweza kujifunza kwa Ayubu, yeye ambaye alipitia majaribu makubwa, lakini katika hayo yote hakuweza kumwacha Mungu kwa sababu alikuwa ameunganika na Mwenyezi Mungu. Pendwa ndugu zangu, ikiwa katika muunganiko na Mungu, yeye atatufanikisha katika yale ambayo anataka tuyafanye. Tumeona kama ambavyo ilikuwa kwa Musa. Nisikia katika somo la kwanza, Musa anapata ujasiri wa kumwambia Mungu, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba uende kati yetu. Hali kadhalika na sisi tunapokuwa tumeunganika na Mungu, tunakuwa na ujasiri wa kumkaribisha Mungu katika hali na mazingira yote. Wapendwa, tumesikia katika somo la Injili Bwana wetu Yesu Kristo anaeleza kwamba Mwinjili Yohana anaeleza kwamba Mungu alitupenda na hivi akamtoa mwanawe pekee ili aweze kutukomboa sisi. Na hapa tunaona maneno mawili ya muhimu: upendo unaambatana na kutoa. Kumbe anayependa anatoa na anayependwa anapokea. Mungu alitupenda akamtoa mwanae kama sadaka ili tukomboe, nasi baada ya kukombolewa Kristo anatupenda, anatutuma tupende ili tuweze kutoa kwa wengine. Anataka tutoe nini? Tunalikwa kutoa msamaha, tunalikwa kutoa msaada, kutoa pia ushauri, tunalikwa kutoa muda wetu, kutoa talanta zetu. Haya yote ni lugha ya upendo tunayopaswa kuoneshana, ni matunda ya kuishi katika muunganiko na Utatu Mtakatifu. Kumbe basi Mungu atujalie kuishi katika muunganiko na fumbo la Utatu Mtakatifu, ili maisha yetu daima yakawa yenye harufu nzuri ya upendo, ili kila mtu atakayesikia harufu hiyo atamani kutusogelea na sio kutukimbia. Na hapo ndipo ambako tunaweza kukiishi kile ambacho Mtume Paulo amekieleza katika somo la kwanza, kwamba tutaweza kuishi kwa amani, tutaweza kufarijiana, tutaweza kupendana, tutaweza kuvumiliana kwa sababu tumeunganika na Mwenyezi Mungu. Tunapohitimisha basi tafakari hii ya neno la Mungu, kumbe Mwenyezi Mungu tuweze kudumu katika umoja na upendo kama ambavyo wao Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wapo katika umoja huo na katika upendo huo. Tumsifu Yesu Kristo.